Kila siku milango mikubwa ya chuma hufunguliwa na kufungwa katika magereza mbalimbali nchini Kenya. Wengine huingia humo kwa mara ya kwanza wakiwa na hofu, wengine wakiwa na majuto, na wengine wakisubiri mahakama iamue hatima yao. Lakini swali ni hili: ni maisha gani hasa yanayoanza baada ya mlango huo kufungwa? Je, gereza ni sehemu ya mateso pekee au kuna maisha mengine ambayo Wakenya wengi hawajawahi kuyaona? Leo kwenye Mr. Zack Documentary tunafungua pazia na kuangalia maisha ya ndani ya magereza ya Kenya kwa kutumia taarifa zilizojulikana hadharani kuhusu mfumo wa magereza. Tutazungumzia jinsi wafungwa wanavyopokelewa, wanavyoishi, wanavyofanya kazi na jinsi baadhi yao hujiandaa kurejea kwenye jamii. Karibu Mr. Zack. Magereza yamekuwepo kwa miaka mingi kama sehemu ya mfumo wa haki. Kazi yake si tu kuwazuia watu waliokiuka sheria, bali pia ni kulinda jamii na kutoa nafasi ya marekebisho kwa wanaostahili. Watu wengi huyafahamu magereza kupitia filamu au simulizi za mitandaoni, lakini ukweli ni kwamba maisha ya magerezani yanaongozwa na taratibu, sheria na ratiba maalum. Kabla ya kuendelea, ni muhimu kuelewa jambo moja: sio kila mtu aliyeko gerezani tayari amehukumiwa. Baadhi huwa wanashikiliwa rumande wakisubiri kesi zao kusikilizwa mahakamani, ilhali wengine tayari walihukumiwa na wanatumikia vifungo vyao. Tofauti hiyo ni muhimu kwa sababu haki na hatua zinazowahusu zinaweza kutofautiana kulingana na hali ya kesi zao. Sura ya kwanza. Siku ya kwanza gerezani. Hebu fikiria hadi hii. Gari la magereza linaingia taratibu ndani ya lango kubwa la gereza. Milango ya chuma inafungwa nyuma yake. Kwa wengi hiyo huwa ni moja ya nyakati ngumu zaidi maishani. Baada ya kuwasili, taratibu za mapokezi hufanyika. Lengo lake ni kuhakikisha usalama wa gereza na wa kila anayekuwemo ndani. Mfungwa mpya huandikishwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, na mali binafsi ambazo haziruhusiwi ndani ya gereza huwekwa mahali salama kulingana na kanuni za taasisi. Baada ya hapo, hupewa maelekezo ya msingi kuhusu sheria za gerezani, maeneo anayotakiwa kutumia na wajibu wake akiwa chini ya uangalizi wa magereza. Kwa wengi, hapo ndipo ukweli huanza kujitokeza. Maisha ya nje yatakuwa yamepaki nyuma ya kuta za gereza, na sasa kila siku inaanza kufuata taratibu maalum. Lakini je, ratiba hiyo huwa inafananaje? Hilo ndilo tutakalolifungua katika sehemu inayofuata ya dokumentari hii. Sehemu ya pili: ratiba ya kila siku gerezani. Sasa hebu tuendelee na safari yetu. Baada ya taratibu za mapokezi kukamilika, mfungwa huanza kuzoea maisha yenye ratiba maalum. Ndani ya gereza, muda huwa na thamani kubwa. Kila shughuli ina wakati wake, na utaratibu huo husaidia kuhakikisha usalama na uendeshaji wa gereza. Kwa kawaida, siku huanza mapema. Wafungwa huamshwa mapema asubuhi kwa ajili ya maandalizi ya kila siku. Baada ya hapo, hufuata taratibu za usafi wa binafsi na wa maeneo wanayoishi. Kisha shughuli za kila siku huendelea kulingana na ratiba ya gereza husika. Hapo ndipo wengi hushangaa. Tofauti na simulizi nyingi zinazozunguka mitandaoni, magereza mengi yana ratiba maalumu ya shughuli. Kuna muda wa chakula, muda wa kazi au mafunzo kwa wanaoshiriki programu hizo, muda wa mapumziko na muda wa kurejea kwenye maeneo ya malazi. Lakini chakula je? Hii ni swali ambalo huulizwa mara nyingi. Milo ya gerezani hupangwa kwa ratiba na kwa viwango vinawekwa na taasisi husika. Lengo ni kuhakikisha wafungwa wanapata lishe ya msingi inayowawezesha kuendelea na shughuli za kila siku. Aina ya chakula inaweza kutofautiana kati ya taasisi na mazingira, lakini kwa ujumla hutolewa na ratiba inayowekwa. Baada ya chakula cha asubuhi,
Wafungwa wengi wanaostahili kushiriki programu mbalimbali huendelea na shughuli zao. Baadhi hushiriki katika kilimo, wengine hujifunza useremala. Wapo wanaofundishwa ufundi wa chuma, wengine hushiriki katika ushonaji, bustani, usafi na mazingira au shughuli nyingine zinazolenga kuwajengea ujuzi wa maisha. Hapa ndipo watu wengi hukosea kuelewa maana ya gereza. Ndiyo, gereza ni sehemu ya kutumikia adhabu kwa waliohukumiwa, lakini pia mfumo wa magereza nchini Kenya una programu za marekebisho na mafunzo kwa lengo la kuwasaidia baadhi ya wafungwa kupata stadi ambazo zinaweza kuwasaidia wanaporejea kwenye jamii. Si kila anayetoka gerezani hurudi akiwa yule mtu wa zamani. Wengine hutoka wakiwa wamejifunza taaluma mpya, wamebadili mtazamo wao na maisha wameanza upya. Lakini tusidanganye, maisha ya gereza si rahisi. Kuishi mbali na familia, kufuata ratiba kali kila siku na kupoteza uhuru wa kufanya maamuzi ni changamoto kubwa kwa wengi. Na hapo ndipo swali lingine linazuka. Je, wafungwa huruhusiwa kuonana na familia zao? Je, wanaweza kuwasiliana na ndugu zao? Na kuna sheria gani kali ambazo mfungwa hawezi kuzivunja akiwa gerezani? Hayo ndiyo yatakayofungua katika sehemu inayofuata. Na kama umefika hapa, inaonyesha unapenda documentary zinazojengwa juu ya ukweli na uchambuzi wa kina. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Mr. Zack ili tusafiri pamoja kwenye simulizi nyingi zaidi zinazofungua pazia la mambo ambayo wengi huyasikia lakini hawayaelewi kwa undani. Sehemu ya 3: sheria, familia na maisha halisi ya kifungo. Sasa hebu tuendelee. Baada ya kuzoea ratiba ya gerezani, jambo ambalo wafungwa wengi ulikumbuka zaidi si chakula wala kazi, ni familia. Maisha ya nje huendelea, watoto hukua, wazazi huzeeka, marafiki hubadilika, lakini mfungwa hubaki akitazama dunia hiyo hiyo akiwa ndani ya kuta za gereza. Je, anaweza kuwaona wapenda wake? Jibu ni ndiyo. Kwa kufuata taratibu na masharti yaliyowekwa, wafungwa wanaweza kutembelewa na ndugu au watu wanaoruhusiwa. Ziara hizo hufanyika chini ya uangalizi wa maafisa wa magereza na kwa kufuata kanuni za usalama za taasisi. Kwa wengi, siku ya kutembelewa huwa ni mojawapo ya siku zenye hisia kali zaidi. Kuna wanaopokea habari njema, kuna wanaopokea habari za kusikitisha, na wapo ambao husubiri kwa muda mrefu bila kutembelewa na mtu yeyote. Fikiria hali hiyo. Wiki zinapita, miezi inapita, na wakati mwingine miaka hupita bila kuona uso wa mtu wa karibu. Hiyo peke yake inaweza kuwa adhabu ya kihisia kwa mtu yeyote. Lakini pamoja na changamoto hizo, maisha ya gerezani yanaongozwa na nidhamu kali. Sheria za gerezani zipo kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wafungwa, maafisa wa magereza na taasisi zenyewe. Kila mfungwa anatakiwa kufuata taratibu zinazowekwa. Ukiukaji wa sheria unaweza kushughulikiwa kupitia hatua za kinidhamu zinazoruhusiwa na mfumo wa magereza. Na hapo ndipo wengi huanza kuelewa kwamba gereza si sehemu ambayo kila mtu anaweza kuishi kwa urahisi. Uhuru wa kuchagua muda wa kutoka nje, kukutana na marafiki au kufanya unachotaka unapotea. Badala yake, maisha huongozwa na ratiba na kanuni za taasisi. Lakini kuna jambo ambalo halizungumzwi mara nyingi. Wapo watu ambao waliingia gerezani wakiwa wamekata tamaa kabisa, lakini walitoka wakiwa na mtazamo mpya wa maisha. Kupitia elimu, mafunzo ya ufundi na ushauri, baadhi yao hujifunza stadi ambazo huwasaidia wanaporejea katika jamii. Hilo ndilo lengo la programu nyingi za marekebisho ndani ya mfumo wa magereza. Na hapo ndipo swali kubwa linazuka. Je, jamii huwa tayari kumpokea mtu aliyemaliza kifungo chake?
au hukumu yake huendelea hata baada ya kutoka gerezani? Hilo ndilo tutakalojadili katika sehemu ya mwisho ya dokumentari hii. Na kama unafurahia dokumentari hizi za Mr. Zack zinazojengwa juu ya ukweli na uchambuzi wa kina, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Msaada wako unaiwezesha Mr. Zack kuendelea kuandaa maudhui bora zaidi kwa Wakenya na watazamaji wengine. Sehemu ya mwisho, maisha baada ya kutoka gerezani. Lakini safari haimaliziki lango la gereza linapofunguliwa. Kwa wengi hapo ndipo safari ngumu zaidi huanza. Baada ya kumaliza kifungo, mtu hurudi katika jamii akiwa na matumaini ya kuanza maisha upya. Lakini mara nyingi hukutana na changamoto nyingi. Wapo wanaopokelewa na familia zao kwa upendo, lakini wapo pia wanaokosa sehemu ya kuanzia. Baadhi hupata ugumu wa kupata ajira kwa sababu ya historia yao ya kifungo. Wengine hukataliwa na marafiki au hata jamii inayowazunguka. Na hapo ndipo swali kubwa linajitokeza. Ikiwa lengo la gereza ni pamoja na kusaidia watu kubadilika, je, sisi kama jamii tunawapa nafasi ya kwanza upya au tunaendelea kuwahukumu hata baada ya kumaliza adhabu yao? Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu anapaswa kufikiria, kwa sababu historia imeonyesha kuwa baadhi ya waliowahi kutumikia kifungo walibadilisha maisha yao na kuwa raia wanaoheshimu sheria. Wengine walijifunza taaluma, wakaanzisha biashara au kuwa mfano mzuri kwa jamii. Lakini pia ni kweli kwamba wengine hurudia makosa. Hiyo ndiyo sababu programu za marekebisho na ushirikiano wa jamii ni muhimu ili kuongeza nafasi ya mtu kuanza maisha upya. Na wewe unayetutazama leo, usisubiri kujifunza kuhusu gereza kwa kuliona ukiwa ndani yake. Jifunze ukipitia simulizi za wengine. Chagua marafiki wanaokujenga, heshimu sheria, na kila uamuzi unaofanya leo, ukumbuke unaweza kuamua kesho yako. Maisha yanaweza kubadilika kwa sekunde moja, lakini kurekebisha kosa kunaweza kuchukua miaka. Hilo ndilo funzo kubwa la dokumentari yetu ya leo. Asante kwa kuungana nasi katika safari hii ya kuelewa maisha ndani ya magereza ya Kenya. Kama umejifunza jambo jipya, andika kwenye maoni ni sehemu gani imekuguza zaidi. Na kama unapenda dokumentari na uchambuzi wa kina unaojengwa juu ya taarifa zinazochunguzwa kwa makini, bonyeza subscribe, like na share. Kwa kufanya hivyo unasaidia Mr. Zack kuendelea kukuandalia maudhui bora zaidi kila wiki. Mimi ni Nyambunde Zack. Asante kwa kutazama. Tukutane tena kwenye dokumentari ijayo. Kwaheri.